Mimi kwa jina naitwa Kasim Salumu. Ni mwenyeji wa hapa, ni mzee wa hapa, nafahamika. Siwezi kuelezea marefu zaidi. Viongozi wangu hawa ndio wenye nafasi hii ya kuelezea kwa upana na urefu. Ila mimi kwa kifupi wakanichagua mimi sipo, kwani mzee mwenyekiti wa wazee wa Kidatu. Sasa mzee yote anapata matatizo katika wazee wenzie anakuja kuniona. Mimi nikiwa mwenyekiti wa wazee wa Kidatu. Kwa kifupi nasema asanteni sana kina mama, muwe na juhudi ya kuitika katika wito wa dini ya Mwenyezi Mungu. Hapana kusema himba naje. Wewe njoo, wewe ni Muislamu, hofu ya nini? Shaka ya nini? Mama zangu, tuwe na juhudi ndani kwa Mwenyezi Mungu. Wakati umekwenda umekwisha. Kwa jina naitwa Sheikh Rashid Ramadhani Mlisho na ndo imamu wa msikiti huu. Ndugu zangu Waislamu, msikiti huu unaonekana, mzee wetu huyu ndio mzee wetu, mzee wa msikiti hapa tulipo ambao ni Masjid Nuru. Kanda hii ilikuwa haina msikiti. Lakini mzee wetu mzee Kasimu akaona hapana, kutokana na uchamungu alionao mzee wangu huyu, akaona Waislamu wa kanda hii wanapata hadha sana kutoka hapa kwenda kusalia mbali. Mzee huyu akatoa kiwanja cha msikiti ambacho ndo hichi hapa tumewekea kikao chetu, na msikiti wenyewe ndugu zangu ndo huu ambao umejengwa. Jambo la kwanza kabisa ambalo tulianza nalo hapa ni ujenzi wa msingi. Msingi huu ndugu zangu, kwa kweli tulikuwa hatuna pesa wala tulikuwa hatuna mdhamini, isipokuwa tulianza kuchangishana sisi wenyewe kidogo kidogo. Baada ya hapo tukapata nguvu kidogo, tukaleta mawe, tukajenga msingi. Lakini baada ya hapo ndugu zangu, tukakaa vikao tena kidogo kidogo kama hivi tulivyo, tukaambizana tupige tofali. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia, tukawa tumefiatua tofali chache kidogo, tukawa tumeuinua msikiti wetu ukaishia usawa wa saizi ya madirisha. Tukatulia kidogo, isipokuwa akatupa moyo kwamba sisi kama watoto wa Kiislamu tujitahidi kupambana na tuchangishane bila kufa moyo, kisha tuumalize msikiti wetu. Na sisi ndugu zangu hatujafa moyo, tukapambana mpaka kafikia mahala tukaupiga bati msikiti wetu. Lakini machache yalobakia, changamoto mbalimbali ambazo zipo msikitini hapa zinaonekana ndugu zangu. Lakini kwa haraka ndugu zangu, hapa sisi tunachokihitaji kwanza kabisa, tunataka tupate mifuko ya simenti kwa ajili ya kupiga floor ndani. Lakini pia tunataka tupate simenti ambayo ya kupigia plaster ili msikiti wetu uweze kuonekana. Lakini pia tunataka tupate madirisha, tuna mapungufu ya madirisha mawili, tupate kuweza kuyaweka kule mbele ili msikiti uwe umekamilika. Kupitia haya ndugu zangu na mengine mengi zaidi kama vile umeme, hatujajaliwa kuweka umeme, tunaomba msaada mkubwa tupate umeme. Lakini pia kwenye msikiti kuna vitu ambavyo vinahitajika vya msingi kama vile vipaza sauti, speaker, pia kuna amplifier inahitajika. Lakini pia kuna taa zinahitajika za umeme ambazo kama mtu akijitolea kutokea umeme katika msikiti wetu. Lakini pia tunahitaji mazulia na mengineyo mengi ambayo tunahitaji kwenye msikiti. Tunawaomba ndugu zangu Waislamu mtuunge mkono ili tuweze kufanikiwa kumaliza msikiti wetu, kwani Waislamu wa kanda hii wanapata hadha sana kutoka hapa kwenda kusalia mbali. Sisi ni waumini wa msikiti wa Masjid Nuru. Tuko hapa waumini wa huku eneo hili hatuna msikiti. Tunamshukuru mzee wetu amejitolea eneo, ili eneo kwa nguvu zetu sisi waumini wa huku tumechangishana kidogo kidogo paka hatua hii tuliofikia. Kwa hiyo nitoe wito, niwaombe Waislamu wengine wasiokuwa Waislamu waguswe
waje watuchangie, watusaidie hapa tulipofikia, tuweze kufika zaidi ya hapa. Mapungufu tulionayo hapa, tunaomba msaada wa kupigiwa ripu msikiti wetu, tunaomba pia msaada wa kuwekewa sakafu, tunaomba msaada wa kuwekewa umeme, tunaomba msaada wa kuwekewa maji, hatuna maji hapa msikitini. Tunaomba kadri Mungu atakavyowajalia watakaokuwa wameguswa, wakijaliwa watusaidie. Hivi vitu vyote bado hatujakamilisha umo ndani msikitini. Nadhani nyinyi wenyewe mnapaona palivyo, madirisha hatuna. Basi mimi naomba niseme kama mheshimiwa diwani, kama muumini wa maeneo haya na sali katika msikiti huu, Waislamu popote pale mlipo, viongozi wote, tunaomba mguswe, mtusaidie, kwani ili eneo hakuna msikiti wowote. Waumini wa huku wanatoka kata ya Mtendeni wanakwenda kuswali kata ya Ipuli. Kata ya Ipuli ni mbali, kipindi hiki ni cha masika, mvua ikinyesha inabidi mtu ashindwe kuvuka maji kwenda kusali kule, inabidi akae akose kusali. Anakuwa amepoteza kipindi. Kipindi kingine kikifika na nyie mnajua hauwezi kurudia, inabidi uendeleze. Kwa mimi nilikuwa naomba jamani, Waislamu wote wa eneo la kata ya Mtendeni, wasiokuwa Mtendeni wote, nchi nzima na Tabora yetu manispaa, viongozi wote mguswe, mje hapa, mtamkuta mzee wetu, kuna imamu wa msikiti, hata sisi pia viongozi tupo, wakina mama tupo wengi, na pia kina mama tunaweza, kina mama tunapambana huku na kule paka kufikia hapa. Basi wabillahi tawfiki. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.